kukutana na jamii, kuwezesha namna ya mradi wa skeli unavyofanya kazi, wao wenyewe waibue ni miradi gani inayotokana na mabadiliko ya tabia nchi. Wanapoibua ile miradi iweze kuwasaidia pia wao katika kuongeza kipato chao. Kwa hiyo hapa tunakutana na makundi mbalimbali, tunakutana na makundi ya wazee, wajasiriamali, wakina mama, watu wenye ulemavu, vijana, wakulima na wafugaji. Kwa kila kundi tunakaa nalo, linajadili ni mradi gani wao wanaibua. Baada ya kuibua mradi kwa kila kundi, tutapeleka taarifa hii kwenye WCAT ambayo ni ngazi ya kata. Wao watasema ni mradi upi wanaoupa kipaumbele, kama ni mitatu, ni mitano, na baadaye hiyo miradi pia itawasilishwa kwenye ngazi ya halmashauri ambayo ni CCAT, na yenyewe itatoa kipaumbele na baadaye wataituma. Itakaporudi basi ndio watakuwa wanaendelea na shughuli zao kwamba ni mradi upi ambao utakuwa wameuchagua. Tunatambulisha huu mradi kwa wananchi, wao wataunda uongozi, watashughulikia wao. Kwa hiyo huu mradi wanashirikishwa kuanzia mwanzo mwisho. Kwa hiyo wao wanailinda na kuitunza wao wenyewe ili iweze kuwafaidisha wananchi. Kwa mfano, wanapoibua labda lambo, wanaweza kawa na lambo na wakafuga samaki, wanapouza samaki litakuwa pia limewasaidia. Hata wanapolima mazao ya muda mfupi, yale mazao pia yanawasaidia katika uzalishaji mali na yaongeza kipato chao. Lengo ni kuongeza kipato cha mwananchi wa kawaida. Kwa majina anaitwa Charles James Manyenge, mkaaji wa Kichakirwa. Sisi katika upande wa kuibua miradi, sisi tumependekeza upande wa biashara wa jasiriamali, tumependekeza kwamba tujengewe ghala kwa ajili ya kuhifadhi mazao, kusudi tunapata pesa kwa ajili ya ushuru, sababu tukipata ghala watu wengine watakuja kuweka kwenye ghala letu. Lakini kingine tumeomba tuletewe mbegu kwa ajili ya kilimo, mbegu zinazokomaa kwa muda mrefu, mfano kama mbegu za mahindi, choroko, kunde, mtama, dengu na mazao mengine ambayo yanakomaa kwa muda mfupi, ili kusudi tunaweza yakatusaidia ili kutuongezea kipato chetu. Miradi ambayo tumebuni, kwanza tuna mradi wa barabara kutoka kitongoji cha Kibikirwa kwenda kitongoji cha Bufiga. Pia kwenye kitongoji cha Bufiga tumebuni mradi wa rambo na kisima cha kina kirefu. Hapo kwenye kitongoji cha Bufiga tumebuni mradi wa ufugaji wa nyuki, sababu pale kuna miti mingi sana. Target yetu ni tutalima bustani, tutanyoshea ng'ombe na pia na maji kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Yangu naitwa Miriam Julius. Nimetokea kijiji cha Imalilo, Kibutirwa. Sisi kama wamama, kama vijana, tumeibua mradi wa ufugaji kuku. Tupo kama watu 5. Kwenye ufugaji wetu kuku tunafaidika na vitu kama mayai, nyama, vinatusaidia kutimiza majukumu yetu madogo madogo na mahitaji yetu ya kifamilia. Miradi hii inawasaidia, kwa mfano kama maji kwa sasa hivi ni changamoto kwa sababu ya ukame, na ukizingatia kata yetu ya Ilula ardhi yake kidogo ni ardhi ya majaruba, kwa ukame unakuwa sana, maji yanakuwa ni changamoto. Watabahatika miradi yao itapitishwa, na washauri wawe watunzaji wazuri wa hiyo miradi, waitunze vizuri kwa sababu wameaminiwa na kuletewa miradi katika maeneo yao.